Mungu akiwa wazi sana kwako, hapo hapo ndipo imani yako inapofikia kuhusu yeye. Lakini kama una stori za kuambiwa vile Mungu anavyojifunua kwa watu, kwako hajawahi jifunua, si rahisi sana kuwa na uhakika naye. Katika imani hii, ni imani ambayo wakati dunia na sayansi haina majibu, imani inakuambia hapa ndio mahali pa kujifunua. Usifikiri wale watu ambao iliwagharimu kusema hata kama nikifa sitomwacha Mungu. Haikuwa jambo rahisi, ni kwamba wanamjua Mungu na kumfahamu kikweli kweli. Hakuna tatizo ambalo linaweza kutuweka chini ya mamlaka yake, ni ile tu kwamba hatujajua nini cha kufanya. Lakini ili Mungu ajifunue, kuna vitu vinatakiwa vifanyike, na nitakuambia wiki hii. Lengo la somo hili ni imani. Sasa yako mambo ambayo tutayaangalia wiki hii yanayomfanya Mungu kujifunua kwako na kwako, kutakakopelekea imani yangu na yako kuchochewa ndani yangu. Awali ya yote, namshukuru Mungu sana kupata nafasi na kibali kupitia moyo wa mchungaji kusimama kwa siku 8 kwa ajili ya kupeana yale machache ambayo Mungu ametupa kujua. Namshukuru sana Mungu juu ya hilo. Lakini nikushukuru mchungaji pamoja na ofisi yako, mwinjilisti Parishweka, na wote wanaohudumu kwenye ofisi yako, kamati ya uinjilisti, baraza la wazee, pamoja na washirika kwa ujumla, kuona kwamba ninafaa kusimama mbele yenu tushirikishane yale ambayo Mungu ametupa tuyajue. Nishukuru sana. Asante baba yangu. Jamani, Yesu asifiwe sana. Si mtu anayefahamu itifaki sana, kwa hiyo inawezekana ukataka niseme kuhusu wewe. Sasa ishia hapo. Tunazo dakika chache za kusimama hapa ili kuleta utangulizi, lakini pia kukupa picha ya kile ambacho Mungu amenipa wiki hii. Kwa hiyo nitaleta kidogo, kwa sababu baadaye tutakutana tena. Nitakupa tu picha au yaliyomo katika yale ambayo Mungu ametupa kukuletea. Nisaidie sana kunisikiliza na Mungu akubariki. Mimi ni mtoto wa hapa hapa. Kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia, Joseph, uonekani umefungua kanisa. Nikamwambia sina mpango huo na haitokee. Tunajifunza kupitia wachungaji ambao tunawapa purukushani kila siku. Unasema ya nini kujipatia matatizo? Situhubiri hivi alafu tuache wachungaji wa kiganga kuliko kuja kujibebea mzigo mzito. Lakini ukweli tumekuwa na safari nyingi maeneo mbalimbali katika nchi hii kwa ajili ya kumhubiri Yesu. Na nitoe tu shuhuda mmoja. Mkutano wa mwisho tuliotoka Arusha, walifanikiwa kubatizwa Waislamu 49. Kwa hiyo juu ya hilo ninamshukuru Mungu sana kupata hiyo nafasi ya kuhudumu. Ni ukweli tunaenda huko na huko, ndio maana saa zingine hatuonekani. Basi naomba nikuletee utangulizi. Kichwa cha somo nilichopewa na Roho Mtakatifu, tunasimamia kupitia kitabu cha Mithali, ule mlango wa 8 mstari wa 17. Mithali 8:17. Hapo ndipo tunapopatia kichwa cha somo. Kinasema, nawapenda wale wanipendao, nao na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Kichwa kinasema mambo muhimu ya kufanya ili kumfunua Mungu kwako, kutakakopelekea kuchochea imani itakayokidhi mahitaji yako yote. Mambo muhimu ya kufanya ili kumfunua Mungu kwako, kutakakopelekea kuchochea imani
itakayokidhi mahitaji yako yote. Yako mambo yanayomfanya Mungu kujifunua au kwa wazi kwako. Hii ndio picha ya kile nilichopewa na Mungu kwa siku zote hizi. Lengo ni imani, lakini kiwango cha imani kinategemea kiwango cha Mungu kujifunua kwako. Mungu akiwa wazi sana kwako, hapo hapo ndipo imani yako inapofikia kuhusu yeye. Lakini kama una stori za kuambiwa vile Mungu anavyojifunua kwa watu, kwako hajawahi jifunua, si rahisi sana kuwa na uhakika naye. Ndio unakuta watu wanakutana na changamoto, wanatafuta njia mbadala kwa sababu hawana uhakika wa Mungu aliyejifunua personal kwao. Lengo la somo hili ni imani. Sasa yako mambo ambayo tutayaangalia wiki hii yanayomfanya Mungu kujifunua kwako na kwangu, kutakakopelekea imani yangu na yako kuchochewa ndani yangu. Na hiyo imani niitegemee, nayo inisaidie kipindi ambacho dunia haina majibu juu ya yale mambo ambayo nitakutana nayo. Taifa la Mungu, Yesu asifiwe sana. Ni vitu ambavyo tutaviangalia. Saa zingine huwa hatujui imani. Siku moja nilikutana na mtu mmoja nikamuuliza, hivi imani ni nini? Akaniambia ni kuamini. Nikamuuliza, kuamini ni kufanyaje? Akasema si kuamini tu. Hivi kuamini unafanyaje? Akasema ni kuamini. Akawa anagongesha mpaka mguu chini akisema ni kuamini. Nikamwambia, hivi kuamini ni kuwa na rangi gani? Sababu saa zingine tunaweza tukafikiri tuna imani, kumbe hatuna, au tunayo lakini ni imani ya kuazima, sio ile ambayo imejengeka kwako kutokana na Mungu. Akawa anasema ni kuamini. Nikamwambia kuna imani kuu tatu, na zote usipokuwa makini unaweza ukapigwa chenga ya mwili. Kuna imani inayotokana na itikadi za kidini, haitokani na neno. Na kuna imani inayotokana na itikadi za aina ya familia uliozaliwa. Na kuna imani inayotokana na neno total, imejistawisha na kuchipuka ndani yako. Ni imani ambayo huwa inafungua mlango mahali hakuna mlango. Ni imani inayosababisha kitu kisichokuwepo. Ni imani inayofanya yale ambayo dunia imesema basi, yenyewe inasema hapa ndiko tunakuanzia. Kawa anasema ndio namna hiyo. Nikamwambia tunahitaji kukaa chini. Siku moja nilikuwa namwangalia baba yangu hapa, mchungaji Mwipile. Namwangalia, nikapata historia kwamba alitokea upande wa pili. Nikajiuliza, nikiwa najipima kwa hali tunayotembea nayo kwa sasa, hivi ingekuwa ndio tuna namna hii ya imani, hawa watu wangetokea huko kweli? Kwa sababu imani inayozungumza ni imani inayoacha legacy, inaacha nembo duniani hata wakati wa haupo. Ni imani ambayo hutowaambia watoto wako mjue Mungu, wenyewe wanatengeneza uhusiano na Mungu kupitia yale ambayo ameyaona kwako Mungu kujifunua. Sijazungumzia pointi, na kupa tu picha. Katika imani hii ni imani ambayo wakati dunia na sayansi haina majibu, imani inakuambia hapa ndio mahali pa kujifunua. Tunazungumza hili kwa sababu tuna idadi kubwa ya watu ambao hatuna uhakika na safari hii mpaka mwisho. Siku moja nilipita mahali, tulikuwa tunaenda kwenye semina mahali, nikakuta watu wanatoka kwenye ibada kwa mtumishi mmoja, wengine wamebeba maji, wengine wamebeba kile. Nikawauliza, samahani, una daftari lolote ambalo umeandika kile mtumishi amesema? Akasema hamna. Umeenda kuchukua nini? Akasema si hapa. Nikamuuliza, unaitwa nani? Akasema acha swala la mtumishi, akasema hajasema, mimi nilichofuata ni hiki. Nikamuuliza, sasa ukienda kufanya alafu kisipotokea, imani yako umeegemezea wapi?
Kitu kinatusumbua sana kanisa, kwa sababu Mungu hajajifunua kwetu bado. Hatuna ile namna inayomfanya Mungu kujifunua kwa kiwango ambacho wewe mwenyewe unaweza ukamwelezea. Usifikiri wale watu ambao iliwagharimu kusema hata kama nikifa sitomwacha Mungu. Haikuwa jambo rahisi, ni kwamba wanamjua Mungu na kumfahamu kweli kweli. Na ilitokea pale Mungu alipojifunua kwao. Sasa yako mambo ambayo tunahitajika kuyajua. Unajua ile namna usipojua Mungu hatajifunua, ni mpaka ufike mahali ambako yeye amejua uko serious kwenye hili jambo. Hata sisi wanadamu, nikija kwako ukanichukulia kama rafiki, nitakaa kama rafiki yako. Lakini ukinichukulia kama mtumishi wa Bwana, Mungu atazifunua mbingu ili ajifunue kwangu kama mtumishi wake. Siku moja nilienda Tarime, nikaalikwa. Wanakusanyika makanisa yote. Sasa nilipoenda, mimi nilijipanga kwenda kawaida, nile chochote. Nilipofika nikakuta vile wanavyonichukulia ni zaidi ya vile ninavyojifahamu. Kwa sababu nilishuka kwenye basi, nikaona gari la polisi liko hapo. Nikasema, hii sasa imekaa namna gani tena? Alafu kuna magari kama 4 yananisubiri. Nikamwambia mchungaji aliyekuja, tafadhali hii kitu mimi sijazoea. Akaniambia, wewe panda. Na mimi nikapata hiyo bahati ya kwenda king'ora kiko mbele. Nikasema, hii nayo imekaa. Nahangaika moyoni kwamba hii imekaaje, lakini polisi wako mbele na wakawaambia wale watu, hakikisheni usalama wa huyu mtu, kwa chochote kitakachotokea muhakikishe mnatupa taarifa. Nikasema, ala. Nikajaribu kumwambia mtu, tafadhali, kwa sababu inawezekana sijui moyo wangu umejiandaje kupokea vitu vikubwa. Najichunguza kwa sababu inawezekana ndio kutoka hapo kichwa kimevimba kama mlima Kilimanjaro. Siongei na mtu yote kwa sababu nimepata escort ya polisi. Ilininyenyekesha sana zaidi ya pale, kwa sababu nilikuwa nawaza, kama Mungu asipojifunua vile ambavyo wao wananichukulia itakuwaje? Lakini Mungu hakutaka itegemee wao wananichukuliaje, ila kuna namna walikuwa na mtafsiri Mungu nilie naye zaidi ya vile ninavyojijua. Kwa hiyo nikikohoa wanaona kikohozi cha upako, nikicheka wanaona kicheko cha upako. Ile siku ninaenda kwenye mkutano, yalikuwepo magari 8, la kwangu liko katikati. Nilikuwa nalia, namwambia Mungu, hii kitu bado nisije ikawa ndio mtego wa mimi kufia hapa. Sio kama unanitega nife, tafadhali Mungu wangu. Kulikuwa na askofu mmoja akaniambia, mwanangu, sikiliza, ukienda mahali ukapewa kupokelewa na baisikeli, zoea mazingira yote. Nikamwambia, hii imeenda mbali zaidi, ungekuja na kagari 2 3 afadhali. Sasa magari 8. Nikiwa pale nimefika kwenye mkutano, nikakuta mama kama mita 120 wametandika kanga, ati gari yangu inapita katikati. Nikasema, hii imekaaje leo? Nilikuja kujua wale watu hawapendi kuwazoea watumishi kamwe. Hivi unajua mchungaji, kuna kitu unacho, lakini vile tulivyokuzoea hakitokaa kiwe wazi, sababu tunakuchukulia ni mchungaji, na saa zingine tunatafuta ile namna yako kama mwanadamu, kwamba unaishije. Tunakukwaza unavyokasirika, unasema mbona kakasirika? Mbona kakasirika sasa? Na hiyo inakuwa mtego kwetu, kwa sababu kuna kitu ambacho ili kitokee nafsa ni kutafsiri kama mtu mkubwa mno, ili Mungu ajifunue kwa ukubwa. Yeye amenielewa, hujanielewa wewe? Haleluya. Angalia, niliposimama mimi nalia, sijui nianzie wapi kusimama kutoa neno. Nikawa naimba. Napenda kuimba ingawa sijui kuimba, ila napenda kuimba. Nikawa naimba katikati ya mkutano.
kukawa kulikuwa na kijana aliyelemaa miguu miaka 18 kama sio 16. Kwa sababu ni Wakuria, tunatafsiri kwamba tunawatafsiri ni watu wakorofi. Nikaanza kuona kwenye mkutano kuna kama kelele katikati ya watu. Nini? Akaniambia, "Halo, tulia kwanza." Wanaongeaga kwa kulazimisha mambo. "Si utulie sasa. Kuna kitu kimetokea huko." Nikasema, "Nini?" Kwenye mkutano. Akasema, "Jamaa amesimama, alikuwa akiweta alipokuja." Nikasema, "Ukweli ningemwekea mikono, ningesema mimi ndiye uzika." Lakini vile mlivyomtafsiri Mungu kwa ukubwa, amejifunua kwa ukubwa huo. Lakini ili Mungu ajifunue, kuna vitu vinatakiwa vifanyike. Na nitakuambia wiki hii ukweli kabisa, hakuna tatizo ambalo linaweza kutuweka chini ya mamlaka yake. Ni ile tu kwamba hatujajua nini cha kufanya. Narudia tena, hakuna tatizo linaloweza kutuweka chini ya mamlaka ya hilo tatizo. Ni vile bado hatujajua nini cha kufanya. Maana Biblia inasema kama Bwana akiwa upande wetu, ni nani atakayekuwa juu yetu? Mungu akiwa upande wako, sukari haitokufanya kuwa chini ya mamlaka yake. Mungu akiwa upande wako, hiyo presha ambayo unatembea ukipetipeti afya kwa dawa, itafika mahali itajulikana ya kwamba Mungu ndiye uhai wako, Mungu ndiye uzima wako. Lakini ni mpaka tujue haya tunayotakiwa kuyajua. Mojawapo ni kumtafuta Mungu kwa bidii. Na namna ya kumtafuta Mungu tutaeleza. Ni tamaa ya Mungu kukuponya wiki hii. Ni tamaa ya Mungu kukutoa mahali ulikokwama. Ni tamaa ya Mungu kukuachilia majibu ya maswali uliyotembea nayo, ukayazoea ukafikiri haya ndio maisha yangu. Mungu anaenda kubadilisha historia ya maisha yako. Mungu anaenda kukupa wimbo mpya, rafiki yangu. Msogelee Mungu, kwa sababu vitu vingine sio vifanyiki hapa. Kwa yale maelekezo utakayopewa, nenda kafanye, utaona kitakachotokea. Kabla sijazungumza hili, kuna mwaka tulienda kwenye mkutano. Nafikiri kuna watu tulienda nao hapa. Nani anakumbuka kile kitu kilitokea? Kwa wale tulioenda, baada ya kukuta mazingira ni magumu, mtumishi mmoja alihubiri, ni vibabu viko hapo vimezeeka. Ni katibu, mwenyekiti, wote wana vyeo. Kwa hiyo kila mtu ikifika saa ya kutoa matangazo nakaa na yeye anasimama. Sasa kibaya zaidi, ukisimama wote wamesinzia wote. Rafiki yangu mmoja alikuwa amehubiri, akahubiri akaona isiwe tabu, kwa sababu anaowaambia hata injili wote wanakwepa mawe. Akasema tusimame maana sasa hapa hakuna kinachoeleweka. Hali ilikuwa ngumu. Nani anakumbuka siku ile tulipofika? Tumeweka mkutano wa injili, tulibaki peke yetu. Hata wale wazee wa kanisa hawajaja kwenye mkutano. Tukawa tunajihubiria wenyewe, lakini yenyewe tunahubiri, hatuelewi anachosema yule mtumishi aliyekuwa anahubiri saa hii. Tukajua hili anga limefungwa. Moja ya jambo tulilolifanya, nitakuambia, mbingu zilifunguka. Na siku ile mchungaji alibatiza watu 67 kama ziko zaidi. Nitakwambia rafiki yangu, una mkwamo kazini, umefika mahali unatishiwa, una uhakika na hiyo kazi kama utabaki nayo, unapita kwenye huzuni. Yaani hapo ulipo utamani hata Jumatatu ifike, kwa sababu hali ni mbaya. Unatamani tubaki tu hapa, sababu unapitia kugumu. Na eneo unalopitia umewaelezaga watu mpaka umenyamaza. Umesema acha ibaki hivyo. Sasa naambia kila mtu ajue shida zako. Tushajua. Cha kukuambia, liko jambo unalotakiwa kulifanya ili Mungu ajifunue kwako. Hakika nakwambia, shetani hatakuwa na uamuzi juu ya uhai wako wala maisha yako hapa. Utakuwa mtu hatari ambao ufalme wa giza usingetamani kukuona ukiwa kwenye hilo eneo. Liko jambo ambalo Mungu amenituma kukuambia. Tuonane baadaye jioni. Simama. Kuna ule wimbo walikuwa wanaimba wale watu wa zamani. Walikuwa wanaimba, heri kanisa lililokoka,
heri kanisa lililokoka, heri kanisa lililokoka, ambalo Yesu amelichagua. Heri lililokoka, heri kanisa lililokoka, heri kanisa lililokoka, ambalo Yesu Si kweli, nimetumwa kukuambia, si kweli kwamba ni Mkristo asiyekuwa na ushuhuda huko unakokaa. Si kweli. Si kweli kwamba ni Mkristo atakaye tafuta kumwelezea Yesu kwa wasiomwamini. Si kweli, ila wenyewe watasema hakika huyu ni mwana wa Mungu. Ni kweli kabisa. Si kweli ulie kilio wanacholia wale wasiomwamini Yesu. Mtalia kilio kinachofanana, lakini hutofanana na wao. Kuna mahali utavuka, nao watamtafuta Mungu wako kabla hujawaambia ninaye Mungu. Si kweli. Nataka nishambulie hiyo akili yako. Sio kweli. Yes, uliambiwa una kansa, uliambiwa una uvimbe, uliambiwa hii kitu haitoka, haiwezekani. Sio kweli. Sio kwa hii madhabahu. Hii madhabahu ipo na imebeba majibu ya maswali ulionayo. Nyanyua mikono yako juu. Roho Mtakatifu, kumbe liko jambo ambalo tunatakiwa kulifanya ili ujifunue kwetu. Si tu ili sisi tuwe salama, lakini pia na watakao kuja baada yetu wawe salama. Waandike vitabu kuhusu maisha yetu, waseme hakika alikuwepo. Maisha yetu yaendelee kuwepo hata sisi wakati hatupo. Wajukuu wetu waje kuandika ya kwamba babu yetu, mama yetu alipita pagumu, tukafikiri ndio mwisho, kumbe ndio mahali pa kuanzia kujifunua kwako. Na kusi wiki hii Bwana, na kuomba Roho Mtakatifu tufunike Bwana wa majeshi. Funika anga la Segerea, funika ardhi ya Segerea. Wale waliokwama wakutane na ile foil ya kimbingu itakayo wanasiwa kwenye matope. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, umenituma kuwaambia watu hawa ya kwamba upo na unataka kujifunua juu ya matatizo yao, juu ya afya zao, juu ya mkwamo kiuchumi. Umenituma Bwana kuwaambia hivyo. Naomba ikawe hivyo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na wale ambao wameingia ibadani wakiwa wana mateso, shetani amewakanyagia chini, umetengeneza mazingira mabaya na imefika mahali ufalme wa giza umeandaa kumuua, maana amepanga kujiua. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, ewe roho chafu, mwachie mama huyu, mwachie dada huyu, mwachie kaka huyu, na uvua ilo vazi la matatizo juu yake katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Kule kumfungia njia asione mahali pa kutokea, kiasi cha kwamba kifo ndio kimeonekana ndio suluhisho la matatizo alionayo. Tunakemea hiyo roho katika jina la Yesu, maana imeandikwa Bwana atamwangazia katika njia zake zote, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Asante Mungu wangu, maana ni mwaminifu na umemweka dada huyu huru. Amen. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana.